wakiwemo watu ambao walikuwa wamevaa sare za wasimamizi wa uchaguzi, na kuna maeneo ambayo tuliwakamata hawa watu. Lakini pia kuna maeneo tulikamata wapiga kura ambao sio wa kawaida, wakipiga kura nyingi sana. Ajabu ni kwamba tulipokuwa tunakiwakamata hawa watu halafu tukiwapeleka mikononi mwa polisi wanachukua zile kura halafu hawa watu wanawaasha pia. Wakati hili ni tukio kubwa sana, kwa sababu unapokamatwa na kura fake ni uhaini wa hali ya juu kabisa. Maana yake wewe ni sawa na mtu ambaye amekamatwa na fedha bandia, maana yake, kwa sababu kura ni kitu chenye thamani kubwa sana. Lakini kwenye matukio haya ilikuwa inaonekana jambo la kawaida, na wale walinzi ambao waliokuwa pale wa amani walikuwa wanaonekana kwamba hawajali jambo kama hilo. Ilipowadia muda wa kumaliza sasa kupiga kura ambao ni saa 10, awali yote nishukuru kwa kupata fursa hii ya kuzungumza na ndugu zetu wa Tanzania kupitia kwenye vyombo vya habari ambavyo bila shaka tulikosa fursa hii kwa muda mrefu sana kutokana na hali ilivyokuwa hapa nchini kwetu hivi karibuni. Maana yake tulikosa fursa ya kuongea na vyombo vya habari, lakini pia mitandao ilikuwa imefungwa. Kwa hivyo hatupata fursa ya kuweza kuwafahamisha Watanzania nini ambacho kimetokea katika uchaguzi uliofanyika Oktoba 29. Ndugu zangu, kama tunavyofahamu kwamba nchi yetu iliingia kwenye uchaguzi wa viongozi wa kitaifa Oktoba 29, na tulipata fursa baadhi yetu ya kushiriki kwenye kutafuta ridhaa ya wananchi ili kuweza kushiriki katika maeneo muhimu kama vile baadhi yetu kwenye udiwani na wengine kwenye ubunge, na kuna wengine pia nafikiri kwenye urais vile vile. Na uchaguzi umefanyika tarehe 29. Kwa hivyo tumeona ni vizuri tukatoa taarifa ya kile ambacho kilichotokea katika uchaguzi. Mimi nilikuwa mgombea ubunge katika jimbo la Temeke, na baada ya kupata fursa ile nilifanya kampeni kubwa. Kampeni niliyofanya mimi katika jimbo langu la Temeke ilikuwa ni kampeni ya kwenda nyumba mpaka nyumba, na nilifanikiwa kwenda katika jimbo lote la Temeke. Nimekutana na idadi kubwa ya wananchi wa Temeke. Nilikwenda kwa maana ya kuzungumza nao, kuweza kupata mitazamo yao juu ya hali ya jimbo lao, lakini pia vile vile kujua shida zao, lakini vile vile kujua mazingira yale ya jimbo la Temeke koje, ili endapo watanipa ridhaa ya kuweza kuwa mbunge, basi niende nikasimamia jambo ambalo nalifahamu kwa kina. Na kwa hakika nilipata matumaini makubwa sana ya wananchi kunipa ridhaa yao ya uongozi. Lakini kilichotokea ni kwamba tarehe 29 tulikwenda katika vituo vya kupiga kura kama ambavyo ilivyokuwa imepangwa. Lakini katika hali ambayo isiyotarajiwa kabisa, jimbo letu lilikuwa na vituo 1339. Ni jimbo kubwa sana Tanzania. Sisi ACT Wazalendo katika ngazi hiyo ya ubunge na udiwani tuliweka mawakala kama sheria ambavyo wanavyotaka. Mawakala wetu kabla ya hapo kwenye usajili tulipeleka idadi ya mawakala wote, lakini waliinguliwa siku chache kabla, na kwa bahati nzuri nilieleza tahadhari hilo jambo katika press niliyofanya, yani siku 3 kabla ya kwenda kwenye uchaguzi, na nikaomba kwamba tume iwapokee wale mawakala kwa sababu walikuwa na haki zote wale 73. Lakini mpaka tunaingia kwenye uchaguzi wale 73 walikuwa wamezuiwa, wakawa wamebakia hawa 1000 na kidogo. Lakini tulipofika kwenye vituo vya kupiga kura, mawakala wetu walizuiliwa. Mawakala ni watu muhimu, kwa sababu mawakala ndio ambao wanakwenda kulinda kura za mgombea. Sisi vituo vyote mawakala walizuiliwa, na wasimamizi walisema hawatawaruhusu kwa sababu hawana barua za utambulisho kutoka kwa wasimamizi wa kata. Na hiyo ilikuwa ni jambo ambalo limefanywa kwa makusudi kwa lengo la kuwazuia wale mawakala, kwa sababu barua zile za utambulisho kutoka katika chama zilikuwa zimewasilishwa kwa wale wasimamizi wa kata, ambazo hizo ndio zinatakiwa wasimamizi wa kata wazishushe kwa wale wasimamizi wa kituo, ili waweze wale mawakala kuwa wametambuliwa na kuruhusiwa pale. Kwa hiyo tulianza ule mchakato sasa wa kupambana kuhakikisha kwamba mawakala wetu wanaingia kwenye vituo ili wasimamie kulinda kura. Vituo 1339 ni vingi sana. Kwa hivyo kufanya kazi hiyo ilikuwa sio kazi ndogo.
lakini mimi na wasaidizi wangu tulifanya kazi ya kuzunguka kwenye vile vituo, na tulikuwa tunapata ufumbuzi kidogo sana. Kwa hiyo kuna vituo ambavyo mawakala wameingia saa 3 na kuna vituo ambavyo mawakala wameingia saa 8. Yaani hawa walioingia saa 8 ndio wengi zaidi kwenye vituo kulinda kura. Wakati huo zoezi la kupiga kura lilikuwa linaendelea. Na kama wakala ameingia saa 8, mwisho wa kupiga kura ni saa 10. Kwa hivyo ni masaa mawili tu alikuwa pale kwenye kituo. Lakini kwa kiasi kikubwa ni kwamba mawakala walizuiliwa katika kupiga kura, wakiwemo watu ambao walikuwa wamevaa sare za wasimamizi wa uchaguzi. Na kuna maeneo ambayo tuliwakamata hawa watu. Lakini pia kuna maeneo tulikamata wapiga kura ambao sio wa kawaida, wakipiga kura nyingi sana. Ajabu ni kwamba tulipokuwa tunakiwakamata hawa watu, alafu tukiwapeleka mikononi mwa polisi wanachukua zile kura, halafu hawa watu wanawaasha pia. Wakati hili ni tukio kubwa sana, kwa sababu unapokamatwa na kura fake ni uhaini wa hali ya juu kabisa. Maana yake wewe ni sawa na mtu ambaye amekamatwa na fedha bandia, maana yake, kwa sababu kura ni kitu chenye thamani kubwa sana. Lakini kwenye matukio haya ilikuwa inaonekana jambo la kawaida, na wale walinzi ambao walikuwa pale wa amani walikuwa wanaonekana kwamba hawajali jambo kama hilo. Ilipowadia muda wa kumaliza sasa kwa kupiga kura ambao ni saa 10, kisheria ni kwamba kwa mujibu wa sheria inatakiwa muingie kwenye mahesabu. Yaani kituo sasa kihesabu kura za kila mgombea. Kwa bahati mbaya sana, kwa masikitiko makubwa sana, sisi katika jimbo letu hilo zoezi halikufanyika katika vituo vingi sana. Lakini kuna baadhi ya vituo vichache ambavyo vilivyohesabu kura lakini havikufika mwisho. Na kilichotokea wakati baada ya kufunga upigaji kura, na ikawa inatakiwa sasa mawakala pamoja na wasimamizi wa uchaguzi wafanye zoezi la kupiga kura. Wasimamizi wa vituo walikusanya yale masanduku, wakatia katika magari na wakaondoka nayo mahala ambapo haijulikani walikuwa wanapeleka wapi hayo masanduku. Na walifanya hivyo bila kuwashirikisha mawakala wetu. Waliwasukuma, waliwafanyia fujo, waliwatisha wale mawakala wetu, wakabeba masanduku wakatia kwenye magari na wakaondoka nayo kwenda nayo mahala ambapo haijulikani. Kwa sababu hiyo ikawa hakuna nakala ya matokeo ya majumuisho iliyopatikana kutoka pale katika kituo cha kupiga kura, ambayo hiyo nakala ndiyo ambayo inapelekwa katika kata kwa ajili ya majumuisho, kwa ajili ya kumpata diwani, lakini vile vile kupelekwa katika jimbo kwa ajili ya kumtangaza mbunge. Hili ni tukio kubwa ambalo lilitokea pale katika vituo vyetu vile ambavyo ni vya kupiga kura. Sisi tulihangaika sana kama viongozi kutaka kujua kwamba haya masanduku yamepelekwa wapi. Na niseme kitu kimoja kwamba sisi katika jimbo letu la Temeke halikuathiriwa na maandamano yalikuwa yanaendelea katika maeneo mengine. Sisi hatukuathiriwa na hilo tatizo. Sisi kule upigaji kura ulikuwa una fujo, lakini zile fujo ambazo zinasababishwa na wale watendaji wa tume yenyewe, kama hivyo kuwazuia mawakala na watu wanakuja kupiga kura zile za bandia. Yani fujo za namna hiyo ndizo ambazo zilizotokea katika ile jimbo letu la Temeke. Lakini ukiondoa fujo hizo, sisi hatukuathiriwa na zile fujo za maandamano. Kwa hivyo kulikuwa kuna uwezekano wa kupiga kura na kura zikahesabiwa katika vituo, zikahesabiwa katika kata na vile vile zikahesabiwa katika jimbo. Lakini nirudi pale kwamba baada ya kuwa masanduku yamechukuliwa, wakati huo sasa ilikuwa ni kipindi kuna tamko la serikali la kutokutembea zaidi ya saa 12. Kwa hivyo ufuatiliaji wa masanduku yamepelekwa wapi ulikuwa ni mgumu sana. Siku ya pili yake hali ilikuwa hivyo hivyo, ikawa hatukuweza kujua chochote na tume haina taarifa zozote kwetu sisi. Matokeo yake ni kwamba siku ya 3 tuliwasiliana na watu wa tume kwa njia ya simu, katibu wetu. Watu wa tume wakasema kwamba wakamjibu katibu wetu wa mipango kwamba tayari matokeo ya mgombea ubunge wagombea ubunge yamekwisha tangazwa, na akapewa ile matokeo ya wagombea ubunge kwa njia ya mdomo.
yani alinakiliwa kwa njia ya mdomo akapewa, lakini sisi tulichofanya ni kwamba tuliandika barua ili atupe yale matokeo ya tume ya ubunge. Kwa hivyo kwa kifupi sana ni kwamba katika jimbo letu sisi la Temeke, yani halijafanyika majumuisho katika kituo cha kupiga kura, hakuna majumuisho yaliyofanyika kwenye kata, wala hakuna majumuisho yaliyofanyika katika jimbo yakituhusisha sisi wagombea na mawakala wetu, jambo ambalo mpaka leo hii tunasema kwamba hatujui hayo matokeo yaliyotangazwa yamepatikana kwa utaratibu upi, kwa sababu sheria ya tume ya uchaguzi inaelekeza kwamba kura zihesabiwe katika kituo na zihesabiwe katika kata, katika kata tatangazwa diwani, na zihesabiwe katika jimbo atatangazwa mbunge. Hatua zote hizi tatu kwa mujibu wa sheria hazikufanyika. Kwa hivyo ndugu zangu, nitoe taarifa hii kwa ndugu zangu wa jimbo letu la Temeke, lakini vile vile kwa Watanzania ili waweze kufahamu nini ambacho kilichotokea katika jimbo la Temeke. Sisi matokeo yaliyotangazwa tunayapinga kwa sababu ni matokeo hayakutokana na kura za wananchi, kwa sababu kura za wananchi hazikuhesabiwa kwa ujumla. Asanteni sana.